أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Katika darasa zetu 3 au 2 zilizopita tulikuwa tukiishi katika bustani la aya za sifa za waja wema katika suratul Furqan mwisho kule. Lengo ilikuwa ni kufikia katika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Lakini kwa kuwa aya zilizobaki nazo zina umuhimu wake katika masala ya maudhui ambayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan yana umuhimu wake katika miezi hii na siku hizi tukufu, ilikuwa ni budi lazima turudi tumalizie maudhui hii ili tukija tukianza maudhui mpya tuwe tumefaidika insha Allah katika aya za mtiririko wa Ibadur Rahman. Aya zilizobaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza sifa za Ibadur Rahmani akataja mashukio yao kwa maneno ambayo tumeyasoma, ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru. Hao watalipwa ghorofa. Ghurfa kwa lugha ya Kiarabu ni ghorofa au chumba. Kwa hiyo pepo ambazo watalipwa sio pepo moja, ni pepo zenye daraja kwa daraja. Liljannati darajat walinnari darakat. Pepo ina daraja zinazokwenda juu na moto una daraka zinazokwenda chini. Ni kila ukienda juu ndio pepo ya hali ya juu unaipata, na kila ukididimia zaidi ndo moto ule mkali zaidi unakwenda kukutana nao. Ndio maana Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, idha sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus al'ala fa innahu a'la aljinan. Mkiomba pepo, mkumomba Mwenyezi Mungu, muombeni awape pepo ya Firdaus, kwa sababu Firdaus ndio pepo ya daraja ya juu kabisa. Mwenyezi Mungu aturuzuku Firdaus al-a'la. Anasema ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru, watalipwa pepo za daraja ya juu kwa subra yao. Wayulqauna fiha tahiyatan wa salama, huko peponi watakuwa napokelewa na malaika wakipewa maneno
mazuri ya pongezi na amani na kuwapa bishara na kuwakaribisha kwa maneno yenye kutia moyo kabisa, kama tunavyosomeshwa katika aya nyingine, tibtum tadkhuluha khalidina fiha, pepo hiyo ni ya milele, wataishi hapo milele kwa milele, hakuna tena kufa. Tulisoma darasa za nyuma ya ahla aljannati khuludun bila maut, enyi watu wa peponi mtaishi hapa milele bila ya kufa. Kifo pia kitakufa, italetwa kifo katika mfano wa mnyama kondoo, atachinjwa. Atadruna ma hadha, mnajua hiki ni kitu gani? Hatujui. Hadha huwa almaut, yale mauti mlikuwa mkiasikia kule duniani, kafa fulani, kuna kifo, meli imezama, ndege imeanguka, bwana fulani, bibi fulani, kifo. Kile kifo mnakisikia, hichi ndo kifo. Sasa nacho kifo tunakimaliza, nacho kifo kinakufa. Ya ahla aljannati khuludun bila maut wa ya ahla an-nari khuludun bila maut. Sasa mliobahatika kwenda peponi, kaeni milele huko, hakuna tena kufa. Ya Rabbi tujalie miongoni mwao. Wa ya ahla an-nari, na nyinyi ambao mmejichagulia kwenda motoni, khuludun bila maut, na nyinyi pia huko maisha mtaishi bila ya kufa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema msidanganyike na starehe za dunia, fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, usiwadanganye uhai wa dunia na starehe zake, isikudanganyeni hiyo dunia. Maisha ya kweli ni huko ambapo hakuna kufa. Hapa hata ukiyapata kiasi gani, hayo maisha hayana maana yoyote ukikompea na kesho akhira. Tallahi law asha alfata fi dahrihi alfan min alawami malika amrihi mutanaiman fiha binu'ma asrihi mutalabbisan fiha bikulli nafisatin mutanaiman fiha binu'ma asrihi لا يعتريه فيها السقم مرة كلا ولا ترد الغموم بباله ما كان كل ذلك بأن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. Mshairi anasema hapa duniani kama mtu atapewa umri wa miaka 100, ndani ya miaka 100 starehe zote apewe, hawi mgonjwa hata siku moja, hata unywele haumuumi wala kucha, kila anachokihitaji kapewa, na umri wake ni huo, lakini yote hayo atayaona hayana thamani atakapolala usiku wa kwanza kaburini tu. Sasa tunaomba sisi tupate umri mpaka wapi? Wal umru mahma tala fala budda min dukhul alqabri, umri hata ukiwa mrefu kiasi gani lakini utakufa. Nabii Nuh kaishi miaka 950 lakini kafa. Maisha ya kweli ni huko, ndo tunaambiwa innal aisha aishul akhirah. Maisha ya kweli ndugu yangu ni maisha ya kesho akhira. Hayo unatangaziwa kwamba ya ahla aljannati khuludun bila maut wa ya ahla an-nari khuludun bila maut. Kwani unadaika na vijistarehe feki vya hapa duniani? Kwani hutaki kumwabudu Mola wako? Eti umetosheka na hicho kijumba chako, kigari chako, kichamba chako, umetosheka na hivi vijistarehe vyenye kukudanganya? Starehe zenyewe ni mashuban, zimechanganywa na machungu, zinakusahaulisha Mola wako. Dunia inasemaje? Msikilize mshairi anaizungumzia dunia, inasema hiya dunya taqulu lisakiniha هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من فتكي وبطشي. Hii ni dunia inawaambia wakazi wake,
Kila anayeishi katika hii dunia asikilize salamu na mwito. Sauti hii inatoka kwa dunia, ulimwengu. Hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadhari hadhari min batshi wa fatki. Dunia inasema kwa mdomo mpana, bimil'i fiha, bila kumunya maneno, yani inasema kwa kinywa kipana. Dunia inasemaje? Hadhari hadhari, attention attention, tahadhari tahadhari. Ndugu zangu wa Burundi wanasema attention attention, yani tanabba tanabba, fungua macho yako. Hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadhari hadhari min batshi wa fatki. Tahadhari na nini? Tahadhari na makucha yangu. Yani mfano wa dunia hapo kama simba au mnyama mkali, ana maskhara na namna anavyopeleka mkono wake kwa ajili ya hujum, mashambulizi. Tahadhari na mashambulizi yangu. Wafatki, tahadhari na namna ninavyoharibu na destroy kabisa kabisa. Fataka aslihatu dunya. Kisha nasemaje dunia? Fala yaghurrannakum minni ibtisamun faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Msidanganywe na kicheko changu, kwa sababu maneno yangu yanafurahisha, lakini vitendo vyangu vinaliza. Dunia hiyo. Fala yaghurrannakum minni ibtisamun, yani usikudanganyeni uzuri wangu, namna inavyochanua dunia, mkaona dunia ndo pahala pako. La yaghurrannakum minni ibtisamun faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Kweli vitendo vyangu vinaliza, lakini mlifurahi kwa maneno yangu. Hiyo ndo dunia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika tahadhari zake hakuacha kututahadharisha na dunia. Kwa sababu gani? Laysat ad-dunya bidari qararina, sio pahala pa kutulia. Khuliqna lil'ubur wa laysa lil'umur lil'imar, sisi tumeumbwa tuvuke. Kwa hiyo mauti nayo yatakufa. Tunakwenda katika nyumba isiyokuwa na kifo. Ndio Allah anasemaje? Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, mtaishi huko milele. Hasunat mustaqarran, ma ahsana hadha almakan, ni uzuri ulioje wa sehemu mnayoshukia, ni uzuri ulioje wa sehemu mtakayokwenda kuishi katika pepo, ni uzuri ulioje. Kuna watu wanapenda kuja msikitini hapa kwetu, wanasema msikiti wenu mzuri. Wengine wanasema lakini Jamia Zinjibari Sultan Qaboos ni nzuri zaidi. Hii ni misikiti ambayo watu huwa wanajenga tu, na wengine wakawa hawajali, wanaripua. Lakini kuna nyumba ukienda ukiingia unatamani usitoke katika hizo nyumba za watu. Wamezijenga mavila, makasri, mahekalu, manini hayo. Unatamani usitoke, ni nyumba tu za hapa ulimwenguni. Kefa maneno haya tunayoyasema ukiyapeleka katika maneno ya Allah kwa watakaoshukia peponi, anaposema a'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, nimewaandalia waja wangu peponi mambo ambayo macho hayajawahi kuona wala masikio hayajawahi kusikia wala haijapita katika nyoyo zao. Imagination ya namna uzuri wa pepo, namna ilivyo, haijawahi kupita katika moyo wa mtu. Ikoje hiyo pepo? Utayasahau mahekalu ya hapa duniani na makasri yao. Ni nini dunia ukikompea na akhira na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni bwana mmoja aliuliza, huko peponi katika neema zake nitajie kuna nini?
aliulizwa akasema katika neema zake yuko mtume Muhammad. Kama ingelikuwa hakuna kitu chochote, yuko mtume tu, utafurahi kiasi gani kwenda kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam? Tena basi mtume akasema kuna baadhi ya watu watakuwa na yeye kama hivi, kaonyesha na vidole. Jirani yako ni mtume Muhammad. la tarkunanna ila ad-dunya wama fiha falmaut la shakka yufnina wa yufniha wa'mal lidarin ghadin ridwanu khazinuha wa'mal lidari ghadan ridwanu khazinuha aljaru ahmad والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها وزعفران حشيش نابت فيها. majumba ya huko ya dhahabu, jirani yako ni mtume Muhammad. Ingetosha kwamba kuna neema kubwa kwa sababu yupo mtume ambaye Hasani alisema wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talid an-nisaa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. mzuri kama wewe sijapatapo kuona macho yangu, mbora kama wewe hawajapatapo kuzaa wanawake. Umeumbwa, umeepushwa na kila aibu kana kwamba uliumbwa ulivyotaka wewe. Umeniumba hivi ulichagua. Hii ni neema kubwa ya kwenda kukutahila kwa kumuona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na uzuri wake na haiba yake. Na ndo mshairi mmoja anasema wale waliomuona Nabii Yusuf wale wanawake wakakata viganja vyao. Anasema wangemuona mtume Muhammad wangekata shingo zao au vifua vyao, wangejiua kabisa kwa sababu ya uzuri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman, tufanye kazi kwa ajili tukaambiwe أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ما أحسن هذا المكان الذي تنزلون عليه، ما أجمله. ni uzuri ulioje wa sehemu ambayo utakwenda kushukia wewe. Angalia hasunat mustaqarran wa muqama. kule mesemaje? walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannama inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Angalia compare neno hili ndo hili kama limetumika, innaha sa'at mustaqarran wa muqama, hasunat mustaqarran wa muqama. kule sa'at, huku hasunat, mustaqarran wa muqama. kule motoni sa'at mustaqarran. ma aswa hadha almakan. hapo pahala anapofikia kafiri ni pahala pabaya palioje. mjukuu wa mtume Hussein ibn Ali alionana na Yahudi kafiri mmoja, Yahudi maskini wa kutupwa kama tunavyosema, anatembea nguo za maskini, mnazijua namna alivyo. Hussein ibn Ali mjukuu wa mtume yuko juu ya farasi, na farasi wakati huo ndo Mercedes au V8 zile zetu wakati huo, au Rolls Royce ambazo ni zile nini za kifahari, ndo farasi au ngamia. Yahudi anatembea kwa miguu, fukara, hana cha kukila, nguo zake tu zinakupa habari. Yahudi akataka kumjejea na kumfanyia maskhara mjukuu wa mtume, akamwambia angalia we Hussein, babu yako anasema ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ni jela ya muislamu lakini ni pepo ya kafiri. Lakini ukitizama ukweli wa mambo hapo, mimi naona ad-dunya sijnul kafir wa jannatul mu'min, kwa sababu wewe hapo facilities zote za furaha unazo wewe, una kipando kizuri, una nguo nzuri, uko katika mazingira mazuri, na wewe ni Muislamu, ndio uko jela hivyo. Na mimi kafiri, angalia nguo zangu, angalia hali yangu, mimi ndo kafiri, na mazingira yote yanaonyesha kwamba mimi ndo niko motoni hapa, niko jela.
Sasa babu yako anasema eti dunia ni jela ya Waislamu kwa sababu wana mateso, wanajinyima, ni pepo ya makafiri kwa sababu wana enjoy. Sasa mimi na enjoy nini hapa? Kafiri anasema una enjoy wewe. Anataka kumuonyesha kwamba maneno ya babu yake sio kweli. Tizama jibu la Hussein ibn Ali, mjukuu wa Mtume. Anaambia kafiri wewe, laitani Mungu atakupa fursa ya kuchungulia kidogo tu ukaona yale mambo ambayo amewaandalia waja wake pahala panapotakiwa. Ungejua kwamba mimi pamoja na hii hali nilionayo niko katika jela, ukikompea na kile ambacho ninakwenda. Na akakupa fursa nyingine ukachungulia kwa yale ambayo watayapata makafiri kama wewe huko siku ya kiyama. Utajua kwamba hapo uko peponi pamoja na kuna marakaraka yako yote na hali yako zote, utasema niko peponi. La utachungulia tu ndo hasunat mustaqarran wa muqama, saat mustaqarran wa muqama. Umuone vyovyote utakavyomuona Muislamu katika hii dunia. Si tunao matajiri wa duniani? So Waislamu tunao, lakini bado wako jela pamoja na mali zao zote. Kafiri ni pepo yake hii dunia, lakini moto jela yake inamsubiri. Ndo hapa anajiachia tu, anafanya anavyotaka. Muislamu hapa anajinyima, anaitikia amri ya Allah kama ulivyoitikia kuacha chakula masaa 13 au 14 katika mwezi mzima wa Ramadhani ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine anakuwa jinga, nakaa na njaa bure tu, tena sisi tu enjoy. Mambo yanakwenda hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakompea sasa, innaha sa'at mustaqarran wa muqama khalidina fiha abada. Khalidina fiha, wataishi huko milele. Hasunat mustaqarran wa muqama, ni pahala pazuri watakapotulizana na watakapoishi. Ya Rabbi, tuajie miongoni mwa hao watakao kwenda katika hali hiyo ya pepo hiyo ya Firdausil Aala. Sasa tunaingia katika kipengele chetu cha mwisho katika aya ambazo tulizibakisha. Allah anasema kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Asingejali chochote Mwenyezi Mungu kukuadhibu, kukutesa, asingejali, kwa sababu Allah hafaidiki na chochote katika kile mnachokifanya. Wala usione kwamba hii tukifunga ndo Allah anafaidika. Kweli kweli tunafaidika wenyewe. Hizi ibada tunazofanya hazimnufaishi Allah wala hazimdhuru. Ukiacha hazimdhuru, ukifanya hazimnufaishi. Hajali kufanya chochote, la yubali. Ma ya'ba'u bikum rabbi, hatojali Mwenyezi Mungu kukuteseni, kumimina adhabu, kukuadhibuni. Lakini kuna kitu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nyinyi mnakifanya Waislamu, hamuingii katika mateso, hamuingii katika shida na tabu. Ni kitu gani hicho? Laula du'aukum, kama si dua zenu mnazoreta kila wakati mkaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, hapa kuna jambo muhimu sana. Ina maana hizi dua hizi, Allahu akbar, hizi dua hizi mara nyingine kuna mambo yanataka kutushukia, lakini ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, tadarru, kunyenyekea kwa Allah na kuomba kila wakati. Yatrukul adhaba ankum, Allah anasema basi waja wangu wamelia sana, wameomba sana. Ndio maana Mtume anasema kama kuna kitu kinaitangulia qadar ya Allah, basi ingekuwa dua. Ndio maana kila kitu Muislamu lete dua, tuombe dua, kwa sababu moja katika ibada kubwa ni dua. Na ndio maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kilichosisitizwa miongoni mwa mambo ni dua. Na mwenye kufunga, mimi na wewe, lisaimi da'watun la turadda, mfungaji ana dua yake hairudishwi patupu, dua. Na katika aya za saumu katikati yake imekuja kupachikwa, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an
falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aya hii iko katikati ya aya za saum. Moja iko juu, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Nyingine inakuja chini, uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Kwa nini imepachikwa katikati ya aya za funga? Kwa sababu utanabaishwe, ushtuliwe wewe Muislamu, ile awareness ipatikane kwamba ndani ya saumu yako kuna wakati unatakiwa kuomba dua, kwa sababu dua yako hairudishwi ukiwa umefunga. Sijui kwamba leo tunakwenda ya 10 tunamalizia, ya 9 tunakwenda ya 10. Umeomba dua mara ngapi, hususan kwa kusema kwamba hii dua yangu kwa sababu mimi nimefunga, nataka kuipatiliza ile fursa kwamba liswaimi da'watun la turad, kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini kumuomba Mwenyezi Mungu, nataka nikupe baadhi ya faida alizotupa mtume mtukufu wa daraja, kwa sababu wengine huwa wanauliza maswali mengi sana kuhusu dua. Mbona mimi nimeomba muda mrefu, hii ni Ramadhani yangu ya 40 na dua naomba, lakini mbona kile ninachokiomba sikipati, mbona siitikiwi? Kwanza lazima ujue unaomba nini. Pengine unamlaani mtu, pengine dua yako ni ya qati'atur rahim, kukata koo. Kwanza mtume akasema dua isiwe ndani yake ithme, dua msiwe na dhambi ndani yake. Isiwe kile kitu unachokiomba ndani yake kina dhambi, kwamba unataka jambo ambalo hutolipwa thawabu, unataka kufanya jambo la dhambi. Wala qati'ati rahim, wala isiwe mambo ya kukata koo, iwe mambo ya dunia na akhira yasiyohusiana na viwili hivi vilivyokatazwa. Alafu nimeomba sipewi, pia mtume kakataza. Anasema mtume mtu asiseme laqad da'awtu falam yustajab li falam yastajib li, nimeomba mara ngapi sijaitikiwa. Ukishaanza kusema maneno hayo ndio ufahamu kwamba umeingiza dosari katika kuomba kwako. Usiseme sijaitikiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana hikma zake katika kukupa. Akiona kuna kheri ulichokiomba atakupa, lakini pia nakitizama, je, kina kheri pale pale? Ukikiomba tu upewe pale pale, anakupa pale pale. Kama ni kitu cha kukucheleweshea, kwamba hiki anakiomba sasa hivi, ni kijana huyu ana miaka 25, nikimpa itakuwa sababu ya hilaki yake, ngoja namsubiria mpaka akifika miaka 40 nitampa hichi kitu. Unapewa katika right time, wakati munasib. Wallahi alazim, kuna vijana hapa akipata 200,000 tu hasali tena. Sasa bora usipate ukaa unakuja msikitini, au bora usipate uwe unakwenda zako kukuranda. Hamjaona wale vijana wanaazima mahonda yale makubwa wanatupigia kelele hapa? Yale wengi wao sio ya kwao, wameazima tu. Wanasema nipi kidogo nikaudhi watu. Wanasema hivyo, nikaudhi watu kidogo. Anaazima dakika 5 anaudhi kweli. Sasa yule angekuwa naomba napata yeye la kwake lile, sisi tungelala. Mungu anakuachia kwa wakati huo, wewe akili zako bado hazijakaa sawa. Allah ana hikma zake katika kuwapa waja wake. Na pia mara nyingine Mwenyezi Mungu anasema sitokupa hapa duniani, dua yako na kuwekea akiba, nitakuja kukupa siku ambayo utahitaji zaidi kuliko duniani. Sasa maombi Mwenyezi Mungu, moja katika njia hizo 3 anakupa tu, maadamu amesema ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitakupeni. Ukiona amekupa, fahamu kwamba kishaangalia mazingira, kwa sababu wewe unajua. Ndio mmoja katika waja wema anasema, wallahi nikiomba kitu nikipata nasema alhamdulillah, nafurahi sana. Lakini pia nikiomba kitu kile kile nisipate, usema alhamdulillah, 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 furaha yangu huwa kubwa kuliko nikipata. Kwa nini? Nasema kwa sababu nikipata huwa ni matakwa yangu, lakini nisipopata huwa ni matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, na matakwa yake ni bora kuliko ya kwangu. Yeye ndo anajua zaidi kitu gani kwangu bora kinanifaa na kitu gani kisichonifaa.
Sasa wengine sisi tunaomba vitu havitufai. Na pia katika kukupa Mwenyezi Mungu, mara nyingine unaomba jambo, Mwenyezi Mungu hakupi lile uloomba, anakupa badala yake lilokuwa bora kuliko lile. Kwa hiyo nasema ya Rabbi, Vespa naomba. Mafurudhi utoke hapo tu upate Vespa, kwa sababu Allah alisema astajib lako. Lakini saa Vespa nikikupa baada ya wiki tu itakuvunja shingo, miguu hiyo utakuwa mlemavu. Mimi nakupa siha na afya, nakupa kilichokuwa bora kuliko hiyo. Unakaa miaka 10 hatuja kuona hata kulazwa hospitali. Wewe unaona hili limekuja tu hivi hivi, lakini unajua kwamba Mungu ndo amekupa. Huwaoni watu wanapelekwa akirudi, mtu anakuja msikitini siku nyingine na drip yake na begi zake zile za nini, wewe alhamdulillah muafa. Umeomba dua, kitu ulichokiomba hukupewa, lakini sio hukupewa, umepewa kilichokuwa bora kuliko kile. Amini kwamba Mungu ananipa, amini hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, aliyoipokea kutoka kwa Allah, anasema ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani, katika riwaya idha dhakarani, mimi niko naye mja wangu akiniomba. Sasa kwa nini watu wanasema tunaomba hatupewi? Zipo sababu. Mtume alimuona mmoja katika vijana wa Kiislamu zama zake. Hadithi hii ameisimulia Fudala ibn Ubayd, ameipokea Imam Ahmad, Imam Tirmidhi na wengineo. Anasema Fudala, yuko bwana aliomba dua. Baada ya kuomba dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, laqad ajila hadha, huyu mwenzenu amefanya haraka, kaomba dua sivyo dua inavyotakiwa kuombwa. Tusikilize na sisi pengine tunaomba hivyo hivyo. Amefanya haraka kama thumma daa, kisha akamwita akamwambia, idha arada ahadukum an yusalli, anapotaka mmoja wenu kuomba dua. An yusalli maana yake an yad'u, maana sala ndio dua. Katika aya Mwenyezi Mungu anasema, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim, ay yad'u lahum. Wa sala dua. Idha arada ahadukum an yusalli, akitaka mmoja wenu kuomba dua, falyahmadillah rabba, kwanza aanze kumhimidi Mola wake, waliyuthni alayhi azza wa jalla, pili ammiminie sifa mja wake thana, tatu thumma yusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallam thumma liyad'u ma yasha, tatu amsalie Mtume Muhammad, nne omba unachotaka. Sasa hivi ndivyo unaomba dua zako. Wangapi tunaomba dua kama hivyo kwa maelekezo ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad, kwamba kwanza faliyahmadillah, yani alhamdulillahi rabbil alamin, muhimidi Mola wako kwanza. Uthni alayhi, thani ala Allah, yani msifu. Thana ni ile Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, mbora, mwenye kuombwa, usiyemregesha mja, umeomba usiku na mchana, zile thana sifa za Allah. Kisha msalie Mtume, na kumsalia Mtume hata mwisho au hata mwanzo, msalie Mtume. Ile kumsalia Mtume ndo rubber stamp, ndo muhuri. Dua hiyo hairudi. Kuanzia leo badilisha system yako ya kuomba dua. Wengi wetu najua dua ya mwenye kufunga inakubaliwa tu, ya Rab nipe skudo angalau ya kuchaka bila ya kutanguliza hamdala wala kutanguliza thala ala Allah wala kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umekuja tu from nowhere, umekaa tu, ya Rabbi banda nalilia banda, miaka 10 sipati, miaka 100 hutopata. Rudi katika
zile channels ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupangia. Pia ziko asbabu za kupokelewa dua. Riziki yako itafute, ujitahidi we halali. Atib maksabak takun mujaba da'wa. Kula chakula cha halali, tafuta riziki ya halali. Anasema Mtume, kamtaja rajulan ash'athan aghbara yutilu as-safara yarfa'u yadayhi ila as-samaa yaqulu ya rab ya rab wa mat'amuhu haram malbasuhu haram ghudiya bil haram mashrabuhu wa haram anna yustajabu la. Anasema yupo mtu anakwenda safari zake, vumbi limemwenea, nywele matimtimu, anamwomba Mwenyezi Mungu nipe dua hizo, lakini ukimtizama chakula chake anachokula ni cha haramu, mavazi aliyovaa ni ya haramu, amelelewa katika haramu. Ataitikiwaje huyu dua zake? Sasa kweli Mwenyezi Mungu anaitikia maombi, lakini na wewe umejiandaaje kukubaliwa na Mwenyezi Mungu? Kwa sababu kuna qualification. Alituambia hapa Sharifu Izzuddin, kuna vifurushi lazima ujiunge. Sasa umejiunga, si unataka kupewa tu. Sasa zile qualification, vile vigezo umevizingatia? Tubu kwa Mwenyezi Mungu kuhusu haramu unayokula. Ayuma lahmin nabata min as-suht, nyama yoyote iliyoota imeota kwa haramu, fannaru aula bih, nyama hiyo ni aula zaidi kwenda motoni. Kula haramu ni jambo ambalo leo hatujali kula, mradi mkono uende kinywani kama wanavyosema. Bwana, dhulma hiyo, taishi wewe dunia bila kudhulumu. Wangapi wameishia? Twende tutajuana huko kwenye mkunazi. Sawa. Nasema nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Waambie waja wangu kweli mimi na huruma na nasamehe dhambi, lakini na adhabu yangu ni kubwa na kali vile vile. Yote mawili unapaswa uyajue. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Asingejali Mwenyezi Mungu chochote kama si dua zenu, kama si unyenyekevu mnaonyenyekeza kumuomba Mwenyezi Mungu, angepitisha kiboko chake, laula du'aukum. Lakini hizo dua hizo ni muhimu sana. Ndio maana wazee wetu walijua الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. ni watu wa nyuradi tu kila wakati. Adhkaru sabah, adhkaru almasa, alyawm wallayla, dua kwenda mbele kila siku. Ni mtu wa dhikri, akitoka tu katika kizingiti chake cha mlango kuna dua makhsus, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, ndo natoka. Ya Rabbi inni a'udhu bika an adlima au udlam ajhala alayhi. Dua special. Unaposoma dua hiyo unasema kuna malaika wanasemaje? Ukita, umeepushwa na kila ovu, kila baya. Kufita, umetoshelezwa na kila jambo. Tanaha anka shaitan, ibilisi yuko mbali na wewe. Umesema dua hiyo tu, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kufita, hudita, wukita, tanaha anka shaitan, umeongozwa katika njia nzuri, umeepushwa na shetani, umetoshelezwa, uko katika riayati Allah subhanahu wa ta'ala. Unakwenda zako huko, hayatokukuta yoyote yaliyokuwa mabaya. Dua laula duaako. Kama labda la qadar Allah umepangiwa labda ugongwe, upondwe na gari, maandiko yatakamilika, itakuja itakugusa, ndio ishakugonga, maandiko yakamilike. Ndio maana nyingine tunaona
wewe ni mchawi wewe. Gari sijui, dereva mwenyewe anasema sijui imesimamaje, sijafunga breki imesimama yenyewe. Haijasimama yenyewe. Hamkuona jahazi la Nuhu namna lilivyokuwa linakwenda? Bismillahi majriha wa mursaha, halina propela, halina chochote, linakwenda lenyewe, linatia nanga lenyewe kwa amri ya Allah. Umemwomba Allah kwamba ya Rabbi nitoshe na kitu chochote kile ambacho ni kibaya, Allah atakutosheleza nacho. Dua tu. Lakini mbona tunaomba hatupati? Lima nad'u fala yustajabu lana. Nikupeleke kidogo Basra kwa bwana mtukufu, bwana mmoja katika bwana wakubwa wa ummati Muhammad. Jina lake anaitwa Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham alizaliwa mwaka wa 100 Hijria. Leo ni mwaka wangapi? Mbona mnasema kidogo kidogo? 1440. Mwaka 1440 mwaka wa Kiislamu. Kwa hiyo tukisema huyu mtu kazaliwa mwaka wa 100 ni mbali sana, karibu na mtume, kwa sababu ndio ile karne ya kwanza, zile karne tatu zile mtume anasema khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Karne bora ni karne yangu mimi, kisha inakuja kisha inakuja. Ibrahim ibn Adham, Ibrahim ibn Adham, mpaka huyu bwana Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ukisoma historia anaitwa amirul mu'minina fil hadith, katika wanachuoni wa hadithi yeye ndo amiri wa waumini wote katika hadithi. Jina kubwa, title alilopewa na Waislamu ni kubwa, amirul mu'minina fil hadithi. Anasema kuhusu Ibrahim ibn Adham, ma ashbahahu bi Ibrahim al-Khalil. Huyu Ibrahim ibn Adham anafanana kweli kweli wa vitu, mambo, amali, tabia na Ibrahim al-Khalil, Nabii Ibrahim yule rafiki wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Thawri huyo anamzungumza Ibrahim ibn Adham, anasema anafanana kweli na Ibrahim al-Khalil. Tunaposomewa historia ya Nabii Ibrahim, kimwangalia na Ibrahim ibn Adham jina limesibu. Sasa hapo ndo tunakwenda kule kwenye lile somo letu tulilokuwa tunalizungumza la Qayafa na fa'alul khair au fu'ulul khair na shu'mu ashar. Mtu unamuita jina kwa sababu awe kama fulani, unasibu. Babake huyu kamuita jina kwa sababu ya Nabii Ibrahim, kwa sababu yeye na mamake, yani babake Ibrahim ibn Adham na mkewe walipokwenda zao Makka kuhiji, mkewe alikuwa mjamzito na ikasadifu akazaa mtoto kule kule Makka. Alipomzaa mtoto asema huyu nimemzaa Makka. Hapa Makka ni kwa nani hapa? Kwa Ibrahim, Nabii Ibrahim yule aliyojenga al-Kaaba. Kwa hiyo huyu namuita Ibrahim kwa kutabaruku na jina la nani? Ibrahim. Angalia mtoto alivyokuwa sasa. Sasa wewe unatabaruku na watu wa ajabu ajabu, watoto wako, yani unataka wawe kama wao, walevi, wala riba, wenye kubeti sana, wachezaji wa mpira, ndio wewe unataka mwanawe kama yeye. Muislamu ajabu ajabu. Angalia hii familia haikuwa familia ya kawaida. Ulama wa tarikh wanasema huyu mzee alikuwa mfalme, babake Ibrahim ibn Adham, kiasi na mwanawe akaja akarithi ufalme, zaimu kabila. Unajua ufalme wa zamani, hata kabila lina mfalme wao. Kama leo ukienda Uganda, haya mambo bado mpaka leo yapo. Unafika pahali unamuona mtu anapokwenda katika community na society yake, watu wanalala chini, mfalme anapita kukanyaga juu ya migongo ya watu. Mpaka leo sasa ndo carpet yake, red carpet yake ni vifua vya watu, anakanyaga juu huyo.
na wenyewe wanaona fakhri, nimekanyagwa. Sasa jamii ya Ibrahim ibn Adham, baba alikuwa mfalme, Ibrahim ibn Adham mwenyewe alikuwa mfalme, lakini utashangaa inapopigiwa mfano wa zuhudi. Zuhudi ni ile kuipa mgongo dunia, mpaka kuna msemo umetambulikana ulimwenguni, anasema msemaji, fasahatu Hassanin wa zuhdu ibn Adhamin, hikmatu Luqmanin wa khattu ibn Muqlatin. Msemaji anasema kuna vitu vinne. Fasahatu Hassanin, anapigiwa mfano Hassan ibn Thabit katika ufasaha wake. Wa zuhdu ibn Adhamin, na kama kuna mtu alipigiwa mfano kwa kuipa mgongo dunia ni Ibrahim ibn Adham. Hikmatu Luqmanin, kama kuna mtu amepigiwa mfano wa hikma ni Luqmanul Hakim katika suratu Luqman. Wa khattu ibn Muqlatin, na kama kuna mtu amepigiwa mfano katika hati za kuandika ni huyu bwana anaitwa Ibn Muqla. Hawa ni watu mahodari katika hizi fani nne. Hassan ibn Thabit katika fasaha, Ibrahim ibn Adham katika zuhdi, Ibn Muqla katika khati, na huyu mwingine katika hikma Luqman. Sasa mfalme au prince na zuhudi ya kuipa mgongo dunia ni wapi na wapi? Maana sisi tumezoea mtu ambaye anaipa mgongo dunia mara nyingi. Ufalme hakuna. Ufalme ni mtu wa kujiachia, taraf na nini na nini dunia. Lakini huyu bwana kaiachaje dunia? Ni kwamba aliacha yote hayo, mambo ya ufalme, mambo ya dunia yote aliacha, akaanza kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni rajulun atathu dunya fadafa'aha birahatayn, ni mtu ambaye dunia ilikuwa inamjia, inamtafuta, inamfuata, lakini yeye anaisukuma, haitaki. Kuna dunia inakuja, wewe unaizuia, lakini kuna yule ambaye yeye anaitafuta dunia. Sasa wakati dunia imekupa uso, ndo hawa watu tunaozungumza. Unajua unaweza fika pahali kwa mimi hela sina, elimu sina, hata kijumba kizuri sina, baskeli yenyewe sina, mimi sina chochote. Sasa niwe nani mimi? Bora niwe darweshi. Kazi yangu mimi nijitupe kwa Allah tu, kwa sababu sina kitu. Sasa mtu afika usimwone msikitini nini, yule hajapata mtihani wa mali tu, anasali sana lakini angekuwa na hela yule angekuwa kama wale wengine. Unaweza ukasema hivyo kwamba bwana yule kaona ndo ajiachie msikitini kwa sababu hana kitu sasa hivi. Na tunaona kweli watu wengi wengine ndo hivyo hivyo, akiwa na kitu haonekane. Ndo kama hivyo tumesema, kijana akiwa na 200,000 tu mfukoni, usali kwake yeye ni mwiko mpaka zishe zile. Zikiisha ndo namuona safu ya mbele msikitini, zimeisha. Akipata nyingine haonekani tena miezi 4 mitatu mpaka ziishe. Zikiisha ndo narudi. Yani zile hela zinamtia waka. Sasa pia ile kutokuwa na kitu huwa ni sababu mara nyingine kusema bora mimi nijitupe tu katika dini, maana ndo option ya mwisho. Kama option ya teacher, bwana mimi nimekosa kuwa lawyer, nimekosa kuwa accountant, nimekosa sijui kuwa pilot, nimekosa kuwa doctor, nimekosa, bora nikawe teacher. Maana wewe kama hii haina maana, bora tena utakuwa teacher, utakuwa mwalimu. Ndio maana elimu yetu inadidimia, kwa sababu kwanza hatujamheshimu mwalimu, hatujampa value, thamani yake mwalimu. Mshairi sema kum lilmuallimi wa fihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula.
simama mbele ya mwalimu, mpe heshima, amekaribia mwalimu kuwa mtume, kwa sababu ni mrithi wa mtume Muhammad. Kwa hiyo ukimzungumza Ibrahim ibn Adham unazungumza kigogo katika zuhudi, na ugogo wake dunia ilimpa uso, lakini yeye akaamua kuipa mgongo. Sio kwamba sasa hivi sina kitu, bora nijitupe katika zuhudi. Hapana, anacho kitu lakini ameamua kuacha. Ndo mwenye makula inayosema watu walipokuja wakamuuliza Ibrahim ibn Adham, nyama imekuwa ghali, hazinunuliki marikiti, tufanye nini? Akamwambia solution, msizinunue kama ni ghali. Ndo hivyo tu kusema ndio. Kwa nini? Nasema idha ghala shay'un taraktuhu fayakunu arkhasa ma yakunu idha ghala. Mimi kitu kikiwa ghali huwa nakiacha, kinabadilika, kinakuwa rahisi, kwa sababu nimekiacha, ni rahisi. Hizi ndo lugha za watu wenye kuipa mgongo dunia, wanakushangaza. Na ndo mwenye maneno alosema lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min sa'ada laharabuna alaina bisuyu laharabuna alayhi bisuyufina. Wafalme na watoto wao wangejua furaha tulokuwa nayo, wangeamua kututangazia vita, wakatupiga kwa panga zao. Wafalme na watoto wao. Una furaha gani na huna kitu wewe? Anasema hubbullah, ma'rifatullah, dhikrullah, ili kwamba tumemjua Mwenyezi Mungu ni furaha kubwa. Hawa watu hawajui, wangetuhusudu kwa hili jambo, wangetupiga wakalichukua hili jambo, lakini maskini hawajui. Bwana huyu siku moja alimuona kijana mtona shati amekuja kwake, akamwambia ana mandubun ila min sayyidi ilaik, mimi nimetumwa, ni mjumbe, nimetumwa na bwana wangu kuja kwako Ibrahim ibn Adham. Unasemaje? Anasema bwana wangu anakuambia mimi ni haki yako kuanzia leo, ni mtumwa wako, nichukue. Wayursilu ilaika, pamoja na mimi anakutumia hivi dabba wa farasan wa 10,000 dinar. Yupo farasi na yupo kipando cha nyingine kama ngamia, na zipo dinar 10,000. Bwana wangu kaniambia nikifika mimi niwe mtumwa wako, dinari 10,000 ni zako, ngamia na farasi. Ibrahim bin Adham akamtizama akamwambia in kunta sadiqan, kama unasema kweli, fa anta hurrun, kuanzia sasa hivi wewe si mtumwa tena, uko huru, wala usije kuwa mtumwa wangu. Walaka farasun wa dabba wa 10,000 dinar, na hizo dinari 10,000 na farasi na ngamia zote ni za kwako, nenda zako. Ndugu yangu, nawaona watu walivyokuwa dunia kwa chochote. Anaambia kama ni kweli wewe uko huru, dinari 10,000 zako, ngamia farasi ni wako, nenda zako. Jamaa akajizolea ngamia wake na dinari zake, huyu akaondoka na uhuru wake akaupata. Kaja kigogo mwingine tajiri akamwambia nimekuja na kitu, nimekuja kukupa, naomba unikubalie sadaka yangu. Ibrahim bin Adham akamwambia nitaikubali kwa masharti. Kamuuliza sharti gani? Akaambia ukiwa ni fukara sikubali, lakini ukiwa ni tajiri nitaikubali. Yani ukiwa tajiri qabiltu sadaqatak, in kunta faqiran lam aqbal sadaqatak, sitoikubali. Sasa wewe ni nani? Hebu jieleze, ni tajiri au ni maskini? Yule bwana akamwambia ana ghani, mimi ni tajiri na uwezo, ndio maana ninakugaia. Akamwambia sasa nikuulize, utajiri wako unataka uzidi au upungue? Akamwambia nataka uongezeke, uzidi na tena. Akamwambia kuanzia sasa hivi ushakuwa maskini tena, sikubali kitu chochote. Kwa sababu ungekuwa ni tajiri kweli ungekuwa umeshatosheka, lakini maadamu unataka waongezeke bado wewe unahitaji, siwezi kukubali kitu chochote. Wewe mwenyewe unahitaji, chukua. Si unahitaji, chukua. Kwa sababu unataka iongezeke, chukua, itaongezeka hiyo. Waendelea. Hivi ndivyo huyu bwana alipopata sifa za uchamungu. Siku moja yuko safarini na wenzake wanasafiri, wakaambia tueni chakula tule, ilikuwa mkate mkavu. Mmoja akasema wallahi tungeenjoy sana leo, tungekula na nyama mkate huu. Ibrahim bin Adham akamwambia subirini kidogo, Allah ataleta nyama sasa hivi. Wale wakasubiri,
mara wanamuona simba anakuja mbio, simba kundi la watu, kumbe simba anamfukuza paa. Paa alikuja akaruka akaanguka kwenye jabali akavunjika shingo. Ibrahim bin Adham akanyanyuka akamchinja, akamwambia Allah shaleta nyama. Simba akageuza. Simba ana kawaida akikuoneni wengi hakushambulini wanyama, lakini nao wanatumia vichwa vyao. Hao wanaweza wakanizunguka na ni binadamu, hao wakanimaliza. Kumbe amewaletea kitoweo tu, yeye anaondoka zake. Sasa ambaye ulijuaje wewe kama Mungu ataleta? Kwa tawakkul ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Mwenyezi Mungu mwenye kumtegemea huyo anamtosha. Kwa nini nimemtaja Ibrahim ibn Adham? Nimemtaja Ibrahim ibn Adham kwa sababu pale katika miji ya Iraq alizongwa na waumini, wanamjua kwamba huyu mcha Mungu nini, wakamuuliza hili swali, lima nad'u fala yustajabu lana, kwa nini sisi tunaomba dua zetu haziitikiwi, hazijibiwi? Kwa nini tunamwomba Allah hatupi? Yeye akawajibu, lianna qulubakum matat fi 10 umurin, hamjibiwi kwa sababu nyoyo zenu zimekufa katika mambo 10. Mkaona kwamba dua mnaomba hamuitikiwi, kuna mambo 10 hamuyashughulikii ipasavyo. Akamuuliza, mahia, ni mambo gani hayo? Akasema, araftumullaha falam tuaddu haqqahu, mmemjua Mwenyezi Mungu kweli lakini hamjampa haki yake. Wa akaltum rizqahu falam tuaddu shukrahu, na mnakula riziki yake lakini hata siku moja hamjatoa shukrani kwake. Wa qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi, la tatu mnaisoma Qur'ani lakini hamuitumii yale makatazo yake na maamrisho yake, hamuyafanyii kazi. Wa za'amtum annakum tuhibbuna rasulallah wa taraktum sunnatahu, na nyinyi mnadai eti mnampenda mtume lakini mwendo wake, sunna zake mmeziacha. Angalia hayo mambo 10 yanayataja moja baada ya nyingine, pengine na sisi tumo miongoni mwa hao. Wazaamtum anna ash-shaytana aduwwan lakum fattaba'tumuhu, mmejua kwamba shetani ni adui wenu lakini ndiye mnayemfuata na kumsherehekea. Hamumpingi, anachotaka shetani mnafanya. Mtaitikiwa je? La kwanza, araftumullaha falam tuaddu haqqa, Allah mmemjua lakini hamimpi haki yake. Wa haqqullahi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, haki ya Mwenyezi Mungu siku zote ni kumwabudu inavyopaswa bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa, haki yake mmempa. Akaltum rizqahu wa lam tuaddu shukra, riziki mnakula siku zote lakini hamtoi shukrani kwa riziki anayokupeni Allah. Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi, ya tatu mnasoma Qur'ani lakini hamuifanyii kazi. Mnapita katika makatazo, ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا تقربوا مال اليتيم. Zote hizi makatazo, alafu wewe unasoma innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara, na wewe unaiba mali ya yatima, ndio wa mwanzo unaikula lakini unaisoma unaighani mpaka watu wahi Allah, lakini unakula mali ya yatima. والذين سما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا, unakula yani lam ta'malu bi, ni kisomo tu lakini hamfanyii kazi yale amri zake.
Kwa hiyo Allah haki ya mumpi, shukrani ya mtoi kwa riziki, Qur'ani ya muifanyie kazi. Waza'amtum annakum tuhibbuna rasulallahi wa lam ta'malu wa lam tastamsiku bi sunnati, hamjakamatana na sunna zake. Araftum ash-shaytana annahu aduwwun lakum fawafaqtumuhu, na shetani mmemjua kwamba ni adui yenu, lakini mumeafikiana naye 100%. La ngapi hilo? Na la 5. Alimtum bi anna aljannata haqqun wa lam ta'malu laha, mmetambua kwamba pepo ipo kweli, lakini hamuifanyi kazi ili mkaingie peponi. Tunaona vitendo vifanywa ni vitendo ambavyo mmeahidiwa moto. Ya 6 hiyo. Ya 7, wa araftum bi anna an-nara haqq falam ta'malu falam tahrabu anha, na mmejua kwamba moto upo kweli, lakini hamjaukimbia. Mnaukimbilia. Ya 8 hiyo. Wa araftum bi anna al-mauta haqq, mmejua kwamba mauti ni kweli, falam tasta'iddu la. Ya 8 hiyo. Mmetambua kwamba mauti ni kweli, lakini hamjajiandalia, hamjafanya maandalizi. Ya 9, taraktum uyubakum wa inshaghaltum biuyubi nnas, mmeacha aibu zenu, mnashughulika na aibu za watu. Ama hapa ametupata kweli kweli. Taraktum uyubakum wa inshaghaltum biuyubi nnas, mnaacha yenu, mnafuatilia ya watu. Utaona mtu anashughulika, tafikiri kaandikwa kazi ya kushughulika na aibu za watu. Za kwake kwanza unatakiwa ushughulike na za kwako. Utakaa pahala gani? Uko katika position gani? Ningine anashughulika na za watu. Mtume sallallahu anasemaje katika hadith aliyosimulia Imam Tirmidhi? Anasema, ya ma'shara alladhina amanu bi alsinatihim wa lam yadkhulil imanu fi qulubihim, enyi watu ambao mmeamini kwa ulimi, hamjaingia imani katika nyoyo zenu. Anasemaje? la tu'dhul muslimin, msiwaudhi waislamu, wala tattabi'u awratihim, wala msifuatilie aibu zao. Faman tatabba'a awrata akhi, mwenye kufuatilia aibu ya ndugu yake Muislamu, tatabba'a Allahu awratahu, na Mwenyezi Mungu naye atamfuatilia huyo mtu aibu zake. Waman tatabba'a Allahu awratahu, na ambaye Mungu anamfuatilia aibu zake, fadhahahu walau fi jawfi baiti, Mwenyezi Mungu atamfedhehesha huyo mtu hata kama yumo ndani ya bedroom yake peke yake, lakini atafedheheka kwa sababu anayemfuatilia ni nani? Ni Allah. Sasa ukome kuwafuatilia watu, angalia yanayokuhusu wewe, ulie na ya kwako, lilia hali yako. Anasema la 9, taraktum uyubakum, intabahtum min almauti fataraktum uyubakum wa inshaghaltum biuyubina. Mkiamka tu mnashughulika na mambo ya watu, mnaacha mambo yenu. Jambo la mwisho anasema, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru, mmewazika maiti wenu, lakini hamjapata mazingatio bado, hamjasomesheka na somo la kifo, hamjapata ibra na mauidha kutokamana na vifo. Wallahi utadhani Ibrahim ibn Adham alikuwa anaishi katika zama zetu. Sisi tunasikia misiba ya kutisha, tunawachukua maiti wetu katika hali tunazozijua, pale pale tunawazika, hatuna mazingatio yoyote. Usishangae wengine wakakuibia hapo hapo, unazika hapo hapo, hakuna mazingatio. Watu wako msibani, lakini wanaulizana Liverpool wamempiga ngapi? Mwaka huu tunao ubingwa,
mambo ambayo hayahusiani kabisa na ibra katika vitu vya kutisha kama kifo, lakini hakuna ibra wala idha. Mshairi aliwahi kusema, kam min quburin tubna wala tubna wa kam min maridin udina wala udina wa kam min malikin wudi'at lahu alamat falamma alamat. Kam min maridin udina wala udina, ni wagonjwa wangapi tuliwazuru lakini hatukurudi tukapata mazingatio. Wa kam min quburin tubna, na ni makaburi mangapi yanajengwa, wala tubna, lakini sisi hatujatubu kurudi kwa Allah. Wa kam min malikin wudi'at lahu alamat falamma alamat, ni wangapi wa viongozi waliowekewa alama maalum kwamba usikiuke hapa, na alipokiuka kaondoka katika ulimwengu. Mazingatio makubwa yanahitajika. Insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie dua zetu ni zenye kuitikiwa, na tukianza kuomba dua kuanzia leo tusisahau mambo matatu aliyoyaelekeza Bwana Mtume Muhammad. Na ni mambo gani? Kwanza, alhamdulillah. Pili, kumsalia Mtume ni la tatu, sahihi pia lipo. Tatu, kumsalia Mtume. Usisahau katika dua yako, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant. Nona mfano wa hivyo. Alafu sasa nini Mtume anasema? Sasa penyeza haja yako, thumma liyad'u bima yasha, kisha aombe analolitaka. Hapo ushapiga hiyo barua, umetia kwenye bahasha yako, umeshagonga rubber stamp ya salatu ala nabi. Insha Allah da'wa inakuja maitikio yake haraka. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.